Unasikiliza melody ya kwake Mwaki Melody. Sijajua siri ya jina lake la kuwa Melody ilitokana na zile melody ambazo yuko nazo, lakini hiyo ndo maana halisi ya kuwa Mwaki Melody. Ngoma inaitwa Uniue. Hatari. Unajua mwingiliano au matamko ya jina pale ambapo unajiita jina fulani linakuwa linasadifu mambo fulani. Mzee wangu, karibu sana kupitia Big Star FM Radio. Nashukuru sana. Ni mara yako ya kwanza kufika hapa? No, mara yangu kama ya pili. Ya pili hapa ya. Mara ya pili? Tushapishana basi. Zani mara ya kwanza huwezi kuweza kuvuta maneno. Kwa hiyo mara kama ya pili hivi. Mwaki. Mwaki. Mwaki inamaanisha kitu gani? Mwaki hiyo ni jina langu la ukoo hiyo. Mtu Mwaki Lembe. Mwaki Lembe. Kama jifupishe. Mwaki hapo hiyo kutokana na ile mtani ile tupo na wana wasanii wenzangu wale wadogo ambao tupo nao level zetu hizi. Kama tunapiga mazoezi vile na imba. Sio mwanangu wewe, kama kuna melody unayo wewe. Ile kuacha kujiita Mwaki vile kama ni mzee. Sasa leo kwa nazungumzia Mwaki. Mwaki. Kwamba ile Mwaki inatokana na ukaamua kuifupisha. Mwaki Lembe nikaifupisha kama Mwaki Lembe. Mwaki Melody. Tunazungumzia melody ya namna gani kwa Mwaki Melody? Kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hizi anasema na Mwaki Melody ya namna gani? Ni melody nzuri, melody tamu. Melody ya muziki wa mapenzi. Okay. Unajua Mwaki Lembe naifananisha na hivi ni Mnyakyusa? Mwaisa kabisa. Pure. Kabisa. Kabla hujafika kwenye kabila lako na kila kitu. Nakumbuka last time ulituletea Uniue. Uniue. Hii Uniue imefika wapi mzee wangu? Kidogo imepiga hatua kidogo. Watu kidogo wanafuatilia. Imefika mbali sana yani kiasi chake. Okay. Namshukuru Mungu. Na hii unaishukuru Mungu kwa namna gani? Kwa sababu tayari ngoma imeshatoka na watu wameshaipokea. Watu wanazidi kuisikiliza, wanazidi kuifuatilia taratibu. Kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba Mwaki Melody amepiga hatua kwenye track hii? Hususa ukiachilia mbali watu kuifuatilia na kila kitu. Kuna ile kitu ambacho wewe mwenyewe unasema hii mimi nimeweza hisi. Ni nini ambacho kimetokea katikati hapa nyuma? Watu wengi hawajui, labda Mwaki Melody mkutana nacho, aidha simu, kuna mtu amekupigia. Yaani ni nini ambacho kilikusukuma ukasema leo Mwaki nimefanikiwa kuifikisha hii ngoma somewhere? Namshukuru Mungu kidogo ile mtana watu mtu live na kisikiza ngoma yangu amesikia sema dogo pambana, kuna kitu unacho, hiyo inazidi kunipa moyo. Okay. Mimi naimani kabisa kwamba mtaani kuna watu ambao sometimes pia wanaweza kukusupport, kuna sometimes pia wanaweza kukuvunja moyo. Unajua mwingine anaweza kuambia bwana, kupitia kipaji chako ni mkali mwanangu, lakini pia kupitia kipaji chako huenda mtu akaa kuelewi kabisa. Wewe unakumbuka moment gani katika maisha yako ya muziki? Ni safari ambayo ilikuumiza? Kwenye muziki ni mambo mengi tunapitia, maana kupendwa huwezi ukapendwa na wote. Mimi kinachoniumiza kichwa kuniumiza mimi. Nishafika sehemu si bado wasanii wadogo naomba ni perform. Jamaa anakuja anakuambia una nini wewe hapo? Unakuja kuonyesha nini huko ndani? Kwanza ni kuangalia tu hivyo unaonekana sio msanii. Ila bado hajanisikia, ngoma yangu hajanisikia, ila yeye kuniona tu vile. Ile pale kidogo ilinirudisha nyuma kimawazo yangu kwamba sasa mbona kama na watu nao wananiona kama siwezi kuwa msanii. Alafu mimi naona na uwezo wa kuimba kidogo, Mungu amenipa mitunukie. Kitu kama hicho. Nilikuwa nakuuliza mara ya kwanza kuhusiana na kabila lako. Na nikakwambia nikirudi nitakuuliza swali. Mwaki kama Mwaki ni Nyakyusa. Haujashauriwa na baadhi ya marafiki zako, watu wako wa karibu, wadau wako kwamba Mwaki Melody kwa nini asije na vibe ya muziki wa lugha ya Kinyakyusa, kwa sababu ni Mnyakyusa, na ukija Mwaki kama Mwaki inaonyesha kabisa moja kwa moja amebase kwenye uhalisia, si ndio? Kwa nini? Au imetokea au haijatokea? Na kama ikitokea kwa Mwaki ana mpango wote wa kufikiria kuimba nyimbo inayoenda maadhi ya lugha ya Kinyakyusa kama uasilia wake? Yani kuhusiana na jina hili sije kukutana na mtu kuniambia kwamba mbona kama jina la kikabila alafu
wewe unaimba bongo flava hizi, usingepiga muziki wako uwe bongo flava afu imbe kabila, hiyo sijakutana nayo. Unamwangalia nani kama role model wako katika maisha yako kabisa? Kwenye muziki wangu. Au unajivunia nani? Huwa napenda kuwasikiliza. Ya kujivunia hasa kujivunia hapana. Huwa napenda kusikiliza muziki. Napenda kumsikiza J Melody. Napenda kumsikiza D Voice. Napenda kumsikiza Harmonize. Yeah. Kwa Harmonize unachukua kitu gani bwana? Harmonize. Kwa Harmonize huwa nasikiliza ukali wa melodi zake, yani anakaza sana melodi zake anapokuwa anaziimba. Ya sikio langu huwa linamsikia hiyo. Tunatamani kumwambia mtu ambaye anatusikiliza namna ambavyo Mwaki Melody anajaribu kufanya selection ya producers wa kufanya naye ngoma. Una ngoma zaidi ya moja ambazo umeshazitoa. Zinafanya vizuri. Unazingatia kitu gani kwa Mwaki Melody kuandaa au kufanya kazi na producers ambao unawaselect kama ambavyo nimesema hapo mwanzo? Unasema huyu producer anatamani kufanya naye ngoma. Unaangalia kitu gani sana Mwaki? Kwanza mimi huwa naangalia mimi kitu changu chenye nipeleka bora pale. Ukubwa wa producer anaweza katoa kitu kikubwa hata kama sio mkubwa. Kwa vigezo vya producer mimi siangalie sana, yeye anaweza nikafanya kazi peleka ukubwa wa kazi yangu naipeleka mimi. Kwa hiyo producer hata kiwa mdogo unafanya naye ngoma. Nafanya kazi. Tumefanya kazi na maproducer ngapi mpaka sasa hizi? Mpaka sasa hizi nimebadilika kufanya producers wawili tu. Na kwenye ngoma zako ngapi? Ngoma zangu ninazo ngoma 3. Hapa zitasikika kama 2 tu. Safi. Bwana, leo uje peke yako Mwaki? Yeah. Umekuja na nipo hapa nimeongozana na director Freeman. Okay. Yeah, nipo na Lizzy Bry. Lizzy Bry msanii anachana naimba hip. So mlikutana vipi wewe na Lizzy Bry? Lizzy Bry tulikutana baada ya nadhani sasa hivi ni kama ni mwaka umeisha. Niliweza kufika hapa Big Star. Huyu msanii naye ni wa upande wa huko Mbalizi kwetu. Alinisikia Big Star. Ya mawasiliano nadhani niliacha kipindi kile pale, akanicheki. Tukawasiliana ndio kukutana naye hivyo. Wewe na yule bwana anaitwa nani yule bwana? Nani? Shizo Master. Shizo. Yule jamaa pale nani? Wana ndugu gani? Okay, nanidia Kindingo Master na wewe mna ukaribu gani? Ni brother. Brother zangu sana na namheshimu sana. Yeah. Ni kuzungumzia brother family au like mshikaji? Yani family pia na maisha ya muziki. Brother zangu ya. Kwa mtu ambaye amfahamu Kindingo Master, huenda akawa anamzungumzia kwa mazuri au mabaya. Wewe kwako ambaye umeishi naye kwa muda mrefu unamfahamu vizuri, Kindingo Master ni mtu aina gani? Kindingo. Kwanza brother, ukutana naye brother, sijai kumkuta mimi brother yani hata awe na mood kwamba amechukia nikamwona amenuna, no. Yani brother anaweza kaa amechukizana na mtu hapo, lakini anaporudi kwako anarudi na sura nyingine kabisa. Kwa hiyo brother yani ni mtu peace. Yeah. Kwa maisha yako una tafsiri vipi au kuna umuhimu gani wa msanii kutembea labda na director kama ambavyo umekuja wewe sasa? Inatengeneza thamani gani kwako urahisi? Yani unadhani ina umuhimu gani msanii kuwa na cameraman kama hivi, kuja kwenye interview hajaja tu kivipi yani hivyo? Kwanza nadhani hata unavyolima lazima uende ukalime, yani ulime na jembe, usafishe. Hizi ni hatua kwamba cameraman anapokuja kunichukua hivi vitu, wale shabiki zangu wanaendelea kufuatilia hivi vitu. Yeah. So Lizzy umesema ukutana naye kwenye Big Star. Big Star, baada ya kukutana naye hapo Big Star nilikuwa sijamaliza story hapo, mpaka tunaingia kwingine ndio.
nikutana naye baada ya kuniomba, alinicheki kwa kuniomba collab kwamba brother natamani kufanya collab. Natamani tufanye kitu kimoja. Wakati wa Lizzy sogelea nani hapo alipokaa hapo Monetu kwanza. Unajua bitu kuone bwana Lizzy mwenyewe ndo nani? Lizzy bwana, Lizzy kachapa, alipochapa hicho ndani inakumbusha kuna kipindi fulani ukivaa Spider-Man ukiwa shuleni, hicho kikao cheupe unaonekana wewe ni mtu msafi sana. Lizzy, karibu Big Star bwana. Unajisikiaje kuwa Big Star? Najisikia vizuri tu. Ilikuwa ni ndoto kwako kutamani siku moja kufika maeneo haya? Yeah. Ilikuwaje? Hebu tupe hiyo story kwanza. Unacheka tena. Yaani ilikuwaje hiyo siku kwanza? Kusema kweli, labda nilipomwona boss wangu, nilipomsikia tuseme alipokuja mazingira haya. Nilipomsikia nikatulia, nikafikiria, nikamfuata. Katika kumfuata maana tukavuta muda, mwisho wa siku nikaongea naye. Akanielekeza hali halisi ilivyo nini, kwa mambo yanaendaje. Inabidi tukaingia studio kwanza. Mkatengeneza zenu chupa kwanza. Goma likatoka. Likatoka. Unaizungumzaje hiyo ngoma kwa ukali wake? Sababu siwezi kuzungumzia sana, kusema inaweza kawaje, lakini naamini tu ni kubwa tu hivyo yani. Ngoma kubwa. Ndio. Au sio? Tunatamani kumwambia mtu ambaye anatamani kuisikiliza ngoma kubwa ategemee kukutana na kitu gani mule ndani? Ni kitu kizuri cha kusikiliza, yani ni kitu kizuri cha kusikiliza zaidi. Okay. Haukushauriwa labda kutafuta mtu mwingine Lizzy Bray kumshirikisha tofauti na Mwaki Melody baada ya kukutana naye, au ilikuwa tu ni Mwaki Melody? Kusema kweli, huwa mtu nikimpenda kuimba naye, kufanya naye kazi, hata mtu akinishauri sidhani kama anaweza kubadilisha maamuzi, kwa sababu target yangu yuko ni blaza sasa hapo kwa sababu bado tuonane, tutoe kazi, mwisho wa siku labda ingie kwenye mitandao ya kijamii afu ndo tufanye kazi zingine kama itawezekana, hivyo tu yani. Unatokea sehemu gani wewe? Mbalizi tu hivi. Mbalizi pale. Wote nyote ndio washikaji wa Mbalizi. Kwa mnakutana Big Star mkutanisha, lakini wote mnatokea Mbalizi. Noma sana. Bwana, hii ndio maana halisi ya kuwa star uweze ukawa star kama hujapita Big Star. Una lolote juu ya bwana nani Lizzy? Yes, of course, msanii wangu najua kabisa mara ya kwanza na hisi ulikuwa unamsikiliza. Unamsikiliza kupitia Big Star FM Radio. Ulizingatia nini au uliangalia nini? Inawezekana mwamba ni mkali sana na ukavutiwa na kazi yake. By the time unakutana naye uso kwa uso, ulihisi yeye ni mtu wa namna gani? Wakati unamsikiliza ulikuwa unasikiliza tu sauti yake. Wakati unaenda kuonana naye sasa hivi, wewe ulikuwa umejenga picha mshikaji ni mtu wa aina gani? Wapo. Anachonielezea sana, ila mara ya kwanza kuonana, tuseme ndivyo tangulia kusikia kazi zake kwanza. Nikawa nawaza na nikawa nafikiria kwa vipi huyu brother atampataje, au labda anataka kala ni mtu mkubwa zaidi, je, anataka ngapataje. Lakini katika pita mambo yakawa sawa, mwisho wa siku tukaonana, nikapata namba yake, ndio tukawasiliana, kwa ikawa hivyo. Mfano ikatokea wewe binafsi unamcheki mtu, si ndio? Yaani mtu wewe ndio umetafuta mtu, huwa unazingatia vigezo gani? Kuna mwingine anaanza kwambia bwana, mimi ili ufanye kazi na mimi bwana nahitaji kiasi fulani. Wewe kwako unazingatia nini katika maintenance ya bei labda? Au yani sio kaje swali, lakini iko hivi, yani kwamba wewe unapomhitaji mtu, si ndio? Umemcheck bwana, mimi nahitaji kufanya kazi na wewe. Wewe unazingatia nini ukiachana na mambo ya financial? Zingatia tu mimi ninachojua labda ni mashairi, yani mashairi yake. Kama mtu ni mzuri mashairi yake, basi mimi nafanya naye tu kazi. Tegemea kazi nyingine baina yako na mshaka. Why unampa nafasi kwa mara nyingine, yani unamwamini kiasi? Yani kazi ziko tu tutafanya tu. Yani kifupi tu namwamini mtu ambaye anapanga ngoma zake vizuri. Kwa na mwenyewe nikimfuata ina maana naongezeka baadhi ya vitu ambavyo sina mimi. Ukizungumzia Mbalizi, of course ni eneo la Mbeya, lakini ni pembezoni kidogo. Vipi muziki wa pale na muziki wa hapa sasa mjini hapo? Wewe unauzungumza vipi? Tofauti yake katika wasanii uchafukaji kazi wao?
Hapo siwezi kuelewa sana. Sababu kuna muda unakuta tunakata ile swali kuonana na wasanii wote inakuwa ni ngumu sana. Ila wewe kwa Mbeya ambayo unamsikiliza labda una mipango nao labda kufanya nao kazi? Bado sijafikiria. Bado hujafikiria na bado hujawaona. Au unawaona lakini bado hujafikiria. Bado sijafikiria kiufupi. Imekaa hivyo, lakini tunayo ngoma yenu ambayo mmeifanya Lizzy Bray pamoja na Mwaki Melody. Ngoma inaitwa Hana Maana. Hana Maana. Ni nani huyo? Tumemlenga nani ambaye unamuona kabisa maana iko wapi huyo mtu? Hana maana nani? Nani? Imezungumziwa kama mtu kama yani kama kwenye mapenzi. Yani wewe unaweza kumuona mwanamke wako. Ni story ya kweli? Ni story ya kweli? Idea. Ni idea ilitokea. Nani alikuwa kwanza kuitoa idea? Bray au wewe? Bray bwana. Lizzy Bray. Itakuwa Lizzy Bray alikutana na mtu ana maana. Ilikuwaje alikuwa ana maana? Ilikuwa amna, sio labda kutana kitu chochote. Yani ilikuwa ni idea tu ambayo imekuja kichwani. Si ndio? Safi. Lakini mwisho wa siku ukamshirikisha Mwaki akaipokeaje idea hiyo? Alipokea vizuri. Alipokea vizuri na maana akaenda kuifanyia mazoezi. Baada muda fulani tukaenda studio mkapiga kazi. Una mpango gani juu ya kazi zingine zinazofuata baada ya kuitengeneza ngoma hii na Mwaki? Mpango kwa maana una mpango gani wa kuachia ngoma zingine? Kapa nafasi nyingine bana. Nizungumzia pia kwamba ni mtu ambaye anamwamini. Mtu ambaye anamwamini. Tegemea mikwaju mingi. Ni kikundi sasa hichi. Mshawahi labda kuanza kukaa kufikiria kwamba muwe watu wawili sasa nyewe muondoka. Genge la watu wawili group. Inawezekana. Inawezekana. Kazi hiyo kaipika nani? Yuko wawili tu. Producer. Producer na blaza hapa na mwingine alikuwepo gari aliingilia mashairi. Yes up wakawa wamepiga ngoma. Ngoma amefanya producer nani Mwaki? Producer anajiita Truth. Yeah. Ndio amepiga hiyo. Yeah. Tukasikiliza kwanza ngoma yenu au sio Yeah. Baada ya hapa alafu tutarudi kwa ajili ya kuweza kujadili na kupiga story nyingi na nyinyi au sio? Ilibidi tu mshikaji apigwe biti, alafu biti likapigwa. Baada ya hapo studio tukaingia. Baada ya kuingia studio tukabidi tukamchane tu na mshikaji kwamba huyo dogo atafanyaje? Alikuwa anafanyaje yule? Lizzy Bray. Huyo dogo anacholesha. Ana maana. Ana maana. Anacholesha. Alafu dogo kama anapenda vya mtelezo basi atafute mishangazi. Au nimesikia vizuri au nimesikia vibaya? Eti na umesikia sahihi. Kwamba nini? Hebu tupeta verse 2-3 za Mune, Verse za Mune. Okay. Yeah. Ndio. Hana maana huyo. Bosi anapenda. Hajali dadi ya mabwana huyo. Kitani anavimba. Yeah. Kidume shajipanga kila chocho ninapita. Nafuata demu fulani nasikia na tamu wa mua. Mimi mwenyewe sijiamini najihisi kabamia. Demu kapendeza, demu ananukia. Kwanza kila chocho anayopita nanukia. Vidume naanguka, vidume nainuka. Ndo kwanza hawapata hata nafasi kumshika. Kidume kujipanga kwanza yeye hana shaka. Ana umbo fulani lakini matata. Demu fulani ukimwona kama amedata. Japo nampenda kwanza yeye hana huruma. Nikaomba kwake nikasonga naye japo sipo sawa naye nikiachana naye. Ana maana huyo. Bosi anapenda. Hajali dadi ya mabwana huyo. Tunagonga. Hapo kuna hiyo ngoma. Hiyo ngoma. Ikatokea kwamba upo kuna mahusiano yako, si ndio? Alafu kuna manzi ambayo wewe unaielewa ambayo ni mpenzi wako. Alafu hiyo pisi ikaenda kuchepuka kwa mshikaji. Alafu mshikaji akampa kama pesa kama 800 hivi. Akakuletea kwa misingi ya kulipa kodi. Unaweza kaipokea mshikaji wangu? Ikatokea nini? Maisha ya ukweli. Maisha ya ukweli sasa. Imetokea hivyo yani. Yani kama najua siwezi kuipokea. Kama najua kama hela imetoka kwa muone siwezi kuichukua. Na kodi ipo mbele mzee unakaza. Sababu
Naweza nikakaza tu hela. Si ni mwanaume naweza kupambana tu. Imesimama hivi, yeye ni mwanaume na atatafuta na atapata. Bwana. Tutegemee kuona kuna ngoma zingine zinakuja. Na tutegemee kuona inaofuata ya mapenzi tena kama hivi au itakuwa ni ngoma nyingine ya aina gani? Ni kitu bado hakijaandaliwa. Nadhani ikiandaliwa mtajua tu. Yeah. Ina maana ni mipango ambayo bado iko kwenye package, bado haijatoka kabisa. Bado. Ikiandaliwa tutajua jamani. Toa pole. Sawa. Mwaki una comment gani juu ya hii ngoma? Ya ngoma. Sababu umeshirikishwa huko. Ni ngoma napenda kuisikiliza, napenda sana kuisikiliza. Okay. Sehemu gani inakufurahisha sana? Pale anakwambia kidume shajipanga kila chocho mimi napita nafuata demo fulani namsikia na utamu wa mua. Inakufurahisha sana. Nasikia na utamu wa mua. Na kuna namna fulani mnajipata. Anyway, kuna msikilizaji pia ambaye anatusikiliza pia anabidi atuambie amekukia vipi hiyo ngoma. Mbona wewe ndio unafurahi au ndio unakwambia au unapata na kufurahi? Unajua nakumbuka mbali sana. Na mua kulizamisha meli. Tunajaribu kwanza. Mwanamke na utamu wa mua itakuwaje? Basi meli nyingi. Basi vyombo vya habari viliandika meli nyingi zilikutana kwenye muziki. Anyway, tunarudi kwenye utaratibu. Tunajaribu kuangalia utaratibu umekaaje. Kwako ambao umeisikiliza ngoma inaitwaje hii ngoma? Hana maana umeisikiliza vipi? Tutapokea walau simu mbili zituambie zimeipokea vipi hii track mpya ya mwanetu Lizzy Bray pamoja na mwanetu wa dhati anaitwa Mwaki Melody. Tunapokea simu mbili, bwana tupigie uwaambie vijana umesikiliza vipi ngoma yao. Je, ngoma yao ni kali? Ngoma yao inasikilizika? Ngoma yao inatakiwa kusikilizwa zaidi ya mara moja hapa Big Star? Ngoma yao inatakiwa iendelee kurequestiwa kama ambavyo zina requestiwa ngoma za mastaa wengine hapa ndani? Je, unaweza ukawaambia chochote unachotamani kuwaambia? Tumia namba ya 0676 22 0022. Tumia namba ya 0676 22 0022. Piga simu yako hapo bwana, tuambie umeipokeaje hiyo track, alafu sisi tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kukusikiliza wewe ambacho unatamani kuwauliza hawa washikaji zetu. Kwenye line hello. Mambo vipi? Tunazungumza na nani? Unatoka sehemu gani? Bwana, unazungumza na Mulamu unatokea Rujewa. Ndio. Safi, umesikiliza ngoma ya Mwaki pamoja na Lizzy Bray? Bwana, vijana wangu hao nawasikiliza kwa wao wana shauku ya kuimba au wana vipaji vya kuimba. Eti mna shauku ya kuimba au mna vipaji vya kuimba? Tuna vipaji vya kuimba. Shauku zani shauku ni kuimba, tunaimba tuimbe yani shauku. Wenyewe wana vipaji vya kuimba, hawana shauku ya kuimba. Basi wakie kama wana vipaji vya kuimba na kitu kuchochea kwa mazoezi. Sawa, wanatakiwa wafanye mazoezi, sio na shauku. Tuna shauku na kwa haraka ya kufanya jambo kwa wakati ambao sio sahihi. Yaani wapo vitu vya tatizo wanayofanya, lakini wanachotokea kwamba wanataka kitu cha haraka kufanya kitu kwa haraka. Yani hata uzalishaji wao unaozalisha muziki hawaachia kazi. Yaani ukisikiliza hata ile studio Kwani studio bora inakuaje? Studio bora kwako inakuaje? Studio bora lazima kwanza kukutana na producer ambaye ana elimu ya muziki, tunataka kufanya kusikiliza wewe mwenyewe binafsi. Anakuja na anaangalia kwamba wewe msanii umekamilika katika kazi ambayo wewe una uwezo wa kutangaza biashara yako. Wewe pia ni bidhaa kwa sio shida hela. Na hapo Rujewa kuna producer ngapi hapo? Mimi hapa kuna swala la producer. Mimi hapa niko nimejadili masuala ya napata lakini masuala ya kuzungumzia masuala ya swali wangu yametulia. Mimi napiga na fresh noda. Baba, tunakushukuru sana, umetisha.
Haya, huyu jamaa anapiga vyote huyu anapiga vyote, lakini ushauri kautoa. Ushauri katoa. Binafsi mnapokeaje ushauri kama huu? Tunamshukuru kwa ushauri. Ni ushauri mzuri kwamba tusikurupuke, tutoe kwa kujipanga. Pia swala la producers kwamba producers kama producers wapo chini kidogo level, afu muziki kama unautoa wa chini kidogo. Nalo hilo tutaliangalia kwamba producers. Matias Mwansoho pande za Mbalizi Nsalala anasema huyo jamaa anajua kinoma noma, na huyo Mario huyo jamaa wewe umetoa Mario bwana. Unaichukuliaje hiyo kuitwa Mario? Mimi inanipa moyo, ndio hivyo nitazidi kupambana. Dr. Mahona pia anawasikiliza kutoka Igunga Tabora. Anasema show hii imewaka moto sana, kikubwa tunaburudika kwa kuwasikiliza. So tunategemea kuiona hii video hii ngoma. Video ipo tayari, ishatoka, ipo YouTube. Tayari imeshapandishwa. Ipo YouTube kwenye account ya Lizzy Bly. Lizzy Bly, kwa nini hujataka kuchelewesha? Yani umepandisha ngoma mara moja, yani audio video hapo hapo kwa wakati mmoja. Nini ambacho ulikuwa una target? Target yangu kwamba tu kazi niliamini ni nzuri tu, kusema inaweza kaenda kiwango fulani kiachia. Kwa ilibidi tu ukifanya unafanya kwa pamoja, vitu vyote vizuri. Una neno gani kwa mashabiki zako ambao wanakusikiliza baada ya kusikiliza ngoma yako? Una neno gani la kuwaambia? Ni kwamba tu mimi nawapenda, waendelee kunifuatilia zaidi. Ngoma zako zinapatikana sehemu gani? YouTube. Okay. YouTube zinapatikana. Safi. Mwaki. Naam. Tuna goma lako moja hapa. Linaitwaje? Linaitwa Badi. Badi. Umeongelea nini kwenye Badi huko? Badi imeongelea maisha na maisha mapenzi, maisha ya kawaida na maisha mapenzi. Nimekompea vyote. Badi ni nini? Badi maana yake? Maana mimi najua badi kwa sababu mimi ni badi namba. Badi mbaya hiyo. Badi hii hatari. Mbaya kabisa. Sasa hii mbaya ya mapenzi, mbaya umesema mbaya ya nini? Mbaya mapenzi, mbaya maisha. Yaani kuna muda unaweza ukapenda kitu. Alafu uweza kupata hicho kitu wewe hauna. Okay. Sure. Kwa imekaa ile pale, yani unaweza kupata kitu inakuumiza. Hiyo ni mbaya hiyo. Kwamba nataka nipate kitu alafu nashindwa kukipata, au nimependa kitu, hicho kitu kutokana yani nakipenda afu chenye kinaniumiza. Zao unaweza kuwa unapenda nguo fulani uivae afu yenyewe kukaa ile unaona ni mbaya hiyo. Omega Touch na Megusa hii. Omega Touch. Kutoka Mbalizi pale katikati. So tunaona tunazidi kumwamini Omega. Tunazidi kumwamini, na kazi nyingi zitazidi kuja za kutoka kwa kuuliza Omega. Safi. Natamani tumalize mwanangu, au sio? Una neno gani kwa mashabiki zako, wadau wako ambao wanakusikiliza na ambao wanabidi wakaipokee ngoma yako leo? Mimi wote wanaonisikiliza nashukuru kwa kunitegea sikio muda wote, dakika zote hizi zilizopo kwa Big Star FM. Ngoma zangu, nyimbo kama 3 YouTube. Mwaki Melody, search Mwaki Melody unazikuta YouTube. Pia hii ambayo naipandisha hapa ipo YouTube, zipo ni video lyric zote hizi mbili. Zipo unazikuta audio, pia unazikuta video lyric. Pale mjini YouTube. So tutegemee kuona official video zikitoka baada ya lyrics kutoka? Nadhani ipo official ya hii ngoma Niue. Bado tu kuidondosha. Nadhani sio ndani ya mwezi tutapandisha. Bwana sawa, kama kuna mawasiliano namna gani unaweza kukucheki pia kwenye mtandao yako ambao unaitumia? Ni namba za simu. Kuna namba za simu? Kwenye mitandao ni Mwaki Melody, hiyo YouTube, Facebook, Instagram. Okay. Kwenye namba za simu 07 56 72 48 92. Turudie tena. 07 56 72 48 92. Okay. Wanakucheki hapo Mwaki? Hapo unaweza kunipigia ukatuma message. Mimi ni 07 63 24 44 27.
Turudi tena. 0763 20 44 mwishoni 67. Oh yeah. Imekaa hivyo. Bana, tunakwenda kusikiliza ngoma ya Mwake Melody Tobadi inafunga hesabu zetu. Mwanangu, natamani wakaribishe watu wako ambao wanakusikiliza sasa hizi kupitia Big Step from Radio. Unabidi waambie walau neno moja zuri la kuambia bana, isikilizeni, karibuni uisikilize ngoma yangu hii hapa. Alafu baada ya hapo sisi tutakuwa tunafunga zetu hesabu zetu za hii track yako. Naona una fly mwenyewe baada ya kusikia hivyo. Tuambie watu wako Mnyamwezi. Ya mimi nawakaribisha, karibuni. YouTube yangu, ngoma yangu ya Badi ipo pale YouTube. Yes sir. Yeah. Hii hapa. Inaitwa Badi. Yeah. Inafunga hesabu za Mwake Melody pamoja na Lizzy Black. Yeah.